Naam, habari ya wakati huu mtazamaji wa Sibuka TV. Karibu tena katika kipindi chetu kizuri, kipindi cha sheria ambacho kinakujia wewe kila siku ya Jumatatu kuanzia majira ya saa 5 asubuhi mpaka saa 6:30 mchana, na marudio yake ni siku ya Jumapili kuanzia saa 5:30 asubuhi mpaka saa 6:30 mchana. Langu jina ni Lamek Friends. Karibu sana katika kipindi hiki. Kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida katika kipindi hiki tunakuwa na mada nzuri na mada nyingi kujadili kuhusu mambo mbalimbali na kuhusu sheria. Na leo tuko na kitu muhimu, kitu kizuri. Kama ushawahi kujiuliza kuhusu ulinzi wa taarifa binafsi za kwako wewe, ni nini? Zina umuhimu gani? Kwa nini zitunzwe? Au kuna haja gani ya kutunzwa? Kuna shida gani kama hazitatunzwa? Basi hayo yote leo utayapata katika kipindi hiki kizuri kinachokujia wakati huu. Usiondoke kwenye runinga yako, kaa hapo uweze kwenda na sisi vizuri kabisa. Niko na mawakili wasomi ambao mara zote tunakuwa nao hapa, na watajitambulisha kwa majina yao ili moja kwa moja tuanze gurudumu letu kulisukuma kuelekea majadiliano haya kuhusu taarifa za ulinzi binafsi. Karibu, tuanze pale, jitambulishe. Asante ndugu mtangazaji. Naitwa wakili Herfried Temba. Natokea ofisi ya mawakili wa kujitegemea, Legal Worthy Attorneys. Asante sana wakili Temba. Naam. Asante ndugu mtangazaji, kwa majina naitwa wakili Shukuru Rajabu. Natokea kampuni ya mawakili inaitwa Mgonja and Advocates. Asante sana. Naam, hao ndio mawakili wangu ambao leo tupo nao katika swala zima la kujadili kuhusu ulinzi wa taarifa binafsi. Na moja kwa moja, kwa kwanza tuanza na wakili Shukuru. Taarifa binafsi ni nini? Asante ndugu mtangazaji. Tunapozungumzia kuhusu taarifa binafsi, tunazungumzia zile taarifa ambazo zinamtambulisha mtu. Yakiwepo majina, yakiwepo umri, yakiwepo sifa zingine ambazo zinamtambulisha mtu bainishi, ambazo ukizipata unajua hizi ni za fulani. Kwa ufupi, hiyo ndio taarifa binafsi, lakini inaweza ikajumuisha mambo mengi. Tunaweza tukasema namba za NIDA, tunaweza tukasema namba za simu, tunaweza tukasema taarifa za benki, tunaweza tukasema taarifa za mahusiano. Hizo zote ni tunaziweka katika kundi la taarifa binafsi, kwa sababu ni taarifa za mtu mmoja ambazo zinaweza kumtambulisha yeye binafsi. Kwa vitu ambavyo vinaweza kumtambulisha mtu binafsi, zile taarifa kumtambulisha yeye kama yeye. Asante sana. Sasa kwa sababu tunazungumzia ulinzi wa taarifa binafsi, ni nani haswa anahusika katika kulinda taarifa binafsi, wakili Temba? Ndugu mtangazaji, samahani kama utaniruhusu. Naam, kabla tujaenda kwenye ni nani hasa, kwenye alichozungumzia wakili mwenzangu kuhusiana na taarifa binafsi ni nini, vile vile kuna mgawanyiko. Kuna vitu vingi ambavyo vimeongelewa pale ndani, lakini kuna mgawanyiko ambao tunasema kuna taarifa binafsi ambazo ni za kawaida, ila kuna taarifa binafsi ambazo ni taarifa nyeti. Tunaposema taarifa nyeti, ndio taarifa ambazo huwezi ukazipata bila ridhio la maandishi la muhusika ambaye ndiye mmiliki wa taarifa. Kwa mfano, taarifa za, kuna kitu kimoja amekitaja hapa, taarifa za benki, tunasema taarifa za miamala ya simu. Miamala ya kifedha. Na taarifa mfano za vinasaba, tunasema DNA. Kwa hiyo zile ni taarifa ambazo uwezo kukurupuka tukasema mimi nakupima DNA yako, hapana. Lazima upate ridhio la yule mtu la maandishi kwamba nimeridhia kwamba, tunasema kwa Kiingereza consent. Nimeridhia kwamba unipime DNA yangu na taarifa hizo zitumike kwa malengo ambayo umeniainishia, kwa sababu lazima pia umuainishie yale malengo. Kama ni taarifa za miamala ya simu, kuwepo na lengo mahususi kwamba zinakwenda kutumika wapi, na lazima pia aridhie kwa maandishi. Bila hivyo, upatikanaji wake ikitokea kwamba unazo bila kufuata huo utaratibu, umezipata kiubatili au kinyume na sheria kwa maneno mengine. Lakini sio zote, kuna taarifa nyingine zile ambazo sio nyeti, waweza kuzipata pasipo huo utaratibu wa ridhio la maandishi, tunasema consent, written consent. Sasa kirudi kwenye swali lile ambalo kwa muuliza kwamba ni nani hasa wenye dhamana, kama nilipata vizuri, wenye wajibu wa kulinda taarifa za mtu binafsi. Ndio, kwanza wajibu wa kulinda taarifa binafsi, tukiachilia mbali sheria imeongeleaje kiundani wale wahusika kama 3 4, wewe mwenyewe lazima ulinde taarifa zako binafsi. Inapotokea wewe ndiye mmiliki wa taarifa, jukumu linaanza na wewe mwenyewe.
Kwa sababu kama hutakuwa na jukumu la kulinda taarifa zako binafsi, inapotokea kuna mtu anataka taarifa zako, kama hujui wajibu wako ni upi katika kulinda taarifa zako, utakuwa ni mtu wa kutoa taarifa zako pasipo utaratibu maalum, na utakuwa unajiweka hatiani wewe mwenyewe, kwa maana kwamba tutakuja kuona huko mbele kwenye baadhi ya maelezo kwamba kuna mazingira ambayo wale wenye dhamana hawawajibiki inapotokea wametoa taarifa zako au wamezipata pasipo kufuata utaratibu maalum. Inapotokea kwa mfano ni mtu labda unayependa kujipublish kwenye social medias, taarifa akazipata kule, tunasema yule ni umeamua kumrahisishia mtu kupata taarifa zako pasipo yeye kukazana. Sasa ni lazima wajibu uanzie kwako wewe mwenyewe. Sasa ukiachilia mbali kwa mtu binafsi, yule mmiliki wa taarifa, wapo wale ambao wameainishwa na sheria. Kwa Kiswahili sisi tuwaiteaje, lakini kuna mmoja anaitwa data controller. Naweza tukamweka kama ndo msimamizi wa taarifa, msimamizi mkuu wa taarifa za watu. Yule anahusika na ukusanyaji wa taarifa na kusimamia masuala mazima ya matumizi zitumiweje na kadhalika, mpaka itakapofikia tamati kwamba sasa matumizi yamefikia mwisho. Sasa tunaamua tuharibu hizi taarifa au zitunzwe ndani ya muda gani kabla hazijaharibiwa na kadhalika. Yeye ndo anayeratibu masuala yote. Huyu anaitwa data controller, ambaye ametajwa na sheria ile ya Data Protections Act. Lakini pia kuna mwingine ambaye anaitwa data processor. Huyu majukumu yake pia yanaainishwa kisheria, lakini anapata mamlaka ya kuprocess au ya kuchakata, tunasema kuchakata taarifa binafsi. Mamlaka hayo anayapata kutoka kwa huyu data controller. Maana ni watu ambao wanafanya kazi katika mtiririko. Kuna mgawanyo wa majukumu. Ni kama katika kampuni, manager atamuinstruct huyu, atamuinstruct yule atafanya hivi, na yule naye ana mtu wa chini yake. Kwa hiyo kuna muendelezo fulani. Vile vile huyu data processor naye tunasema ni officer ambaye amekabidhiwa hilo jukumu. Nashinda kupata lugha moja kwa moja, lakini kuna officer ambaye naye anakabidhiwa jukumu chini ya huyu data processor. Maana ni watu ambao wanafanya kazi tunasema kwa hierarchy. Sasa huyu anaweza akapewa maelekezo na data processor au anaweza akapewa maelekezo na data controller moja kwa moja. Inategemea na mtiririko wa majukumu ulivyopangiliwa. Lakini hawa sasa wanapata wapi mamlaka yao au mandate yao? Wanayapata kwenye sheria. Na sheria hiyo ndio niliyokutajia kwamba kuna sheria inaitwa the Data Protections Act, Personal Data Protections Act ya mwaka 2023, ambamo ndani yake kuna mamlaka husika ambayo imeundwa, tume iliyoundwa, ambayo moja kati ya majukumu yake ndio kuratibu masuala hayo. Kwanza kuwasajili hawa wahusika niliyokutajia ili waweze kupata ule utambuzi wa kisheria. Wanapata na leseni maalum kwa ajili ya kufanya hizo shughuli. Kwa hiyo sio kila mtu anaweza kufanya hiyo shughuli, ni mpaka uwe na leseni maalum kutoka kwenye hiyo tume. Inaitwa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi. Au kwa Kiingereza the Commission for Personal Data Protection. Kwa ufupi ni hayo kwenye kipengele hicho. Asante sana. Tukirejea pale ambapo ulisema kwamba taarifa za mtu binafsi, tulikuwa tunazungumzia ni nani haswa katika anayehusika katika kulinda taarifa binafsi. Kitu cha kwanza ukasema ni mtu mwenyewe, ndio mtu mwenyewe binafsi. Sasa kuna kitu kinatokea mara nyingi, sijui kinaweza kusoma vipi kisheria. Umeoa, ndio wakilitemba pia, lakini umeoa, upo na mke wako. Kikawaida mko kwenye mahusiano, anaruhusiwa kushika simu yako au sijui haruhusiwi, lakini kuna watu wamekuwa wakilalamika sana, kutoa malalamiko kwamba hapaswi kushika simu yangu kwa sababu huku kuna taarifa binafsi. Right? Sheria kuna namna yote inazungumza, yani inahusisha namna ya kulinda taarifa za mtu binafsi, pamoja kuna namna yote inahusianisha kati ya mahusiano ya mke na mume, kwa sababu mwisho wa siku mke akitaka kushika simu yako ukimkataza ataona kama it's not right, ni kama ni haki yake, anasema kama it's my right, ni haki yangu, lakini unanizuia kwa nini? Kumbe yamkini wewe kuna kitu unakizuia, I don't know. Sasa nataka kufahamu sheria kuna namna yote inazungumza kuhusu hiyo scenario. Kuhusiana na hii sheria ya wakili mwenzangu ataongezea kama atakuwa na lolote, lakini kuhusiana na hii sheria ya the Data Protections Act ni kwamba haijalenga moja kwa moja kwa masuala ya wanandoa.
haijazungumzia moja kwa moja kwa masuala ya wanandoa. Na ulinzi wa taarifa binafsi unaozungumziwa hapa haujajikita katika makundi fulani. Kwa mfano kama walioao na kadhalika. Ndio maana moja kati ya taarifa tuliyosema kwamba inalindwa, inachukuliwa kama taarifa binafsi, ni wakili mwenzangu nafikiri hakuitaja pale mwanzoni, lakini ni taarifa kuhusu mahusiano ya mtu. Mimi nimeoa au sijaoa, hilo ni swala ambalo ni taarifa binafsi. Kwa hiyo ili liweze kutoka kwenda kwa mtu mwingine, kwa mfano mtu anataka kuomba kazi sehemu lakini hataki ifahamike hivyo. Mwajiri au tunasema ile recruiting company ile haina mamlaka ya kunilazimisha mimi kutoa taarifa zangu pale kama haitanielezea kwa kina taarifa hizo zinahitajika kwa ajili ipi, na kama ni lazima mimi kutoa taarifa zile. Tunaporudi kwenye swali lako la kwamba kwa mke na mume masuala ya kushika simu ya mwenzako au kutokushika ni swala la kisheria au la, hilo ningependa nilijibu kupitia sheria yetu mama ya nchi yetu, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo sheria ile imetoa haki ya faragha kwa mtu yeyote. Haki ya faragha ni miongoni na inahusisha pia taarifa ambazo unakuwa nazo kwenye simu yako. Sasa inapotokea kwamba wewe una simu yako inashikwa, haishikwi, inasachiwa, haisachiwi na kadhalika, hayo ningependa kusema labda yawe ni makubaliano binafsi kati yenu kwamba umeamua faragha yako iweke hadharani kwa mwenzako. Lakini unapokataa, yeye hana mandate ya kisheria kukulazimisha wewe umpe simu yake, au wewe tuseme yeye pia hana mandate ya kisheria wewe kumlazimisha akupe simu yake, wewe unaipitia kuisearch na kadhalika. Ikitokea makubaliano yenu sawa, hamkatazwi. Lakini ikitokea hamjaridhia hilo au mmoja hajaridhia, basi asilazimishwe, kwa sababu kuna haki ya faragha alionayo kwenye sheria yetu mama ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na unaweza kushtakiwa kabisa kwa kulazimisha pengine, sio? Hayo mara nyingi yanajitokeza. Kuna kesi ambazo zimetokea sio tu kwenye mahusiano. Tunafahamu mfano sehemu za makazini, watu wanapenda kutumia, labda anaweka WhatsApp yake kwenye kompyuta ya ofisi. Anasahau labda kusign out au kulog out tunasema. Anapokuwa kwenye shughuli zake nyingine, ile ni public computer kwa mazingira ya ofisi. Anapokuja mtu mwingine anakaa pale anaitumia, pengine akitaka ku-access na labda kuingiza WhatsApp yake pale, anakutana na ya mwenzake. Sasa ile ni kupata taarifa za mwenzako pasipo kutarajia, pasipo kuplani au pasipo kuweka juhudi yoyote. Inapotokea kuna kitu umekibaini pale ambacho pengine kuna kesi ambazo zimejitokeza tunazifahamu, nyingine ziko kwenye tume ile ya masuala ya wafanyakazi, usuluhishi wa masuala ya wafanyakazi, kwamba baadhi ya wafanyakazi wamekuwa terminated, tunasema wameondolewa kazini kwa mazingira ya kwamba wameonekana wanapanga njama dhidi ya mwajiri au dhidi ya kampuni fulani. Na inapotokea hivyo, anayekwenda kutoa ushahidi kwa niaba ya kampuni unakuta ni mtu ambaye alikutana na baadhi ya taarifa kwa mfumo huo. Sasa mara nyingi taarifa kama zile zimekuwa zikitafsirika tofauti. Upande wa pili wa wale wanaokwenda kushtaki kule, defense au tunasema majibu ambayo mara nyingi huwa wanapenda kujitetea nayo ni kwamba huyu hizo taarifa kazipata wapi? Moja, inawezekana ametuhaki. Amefanya kuhaki, kitu ambacho pia kinakatazwa na sheria. Kuna sheria inayokataza masuala ya kuhaki, kudukua tunasema. Sasa ukiweza kudhibitisha kwamba hukudukua, lazima uweze kudhibitisha kwamba taarifa hizo ulizipataje, kwa sababu sheria mama ya Tanzania tayari inatambua kwamba kila mtu ana haki ya faragha, hata kama mko pamoja kazini, hata kama mko pamoja kwenye ndoa, hata kama mko wapi, unless tunasema labda itokee kwamba muhusika aliridhia kutoa taarifa zake. Asante sana. Okay, nishukuru. Asante, labda niongezee kwa hilo. Hilo liko wazi. Kuna tofauti kati ya kuwa na faragha na kuwa na uhusiano. Kwa kulingana na katiba yetu, kila mtu ana haki ya faragha. Lakini tukumbuke pia kwamba sheria inaweka ulazima wa kila mmoja kuwa na nywila, yani password katika kifaa chake cha kielektroniki au cha mawasiliano. Hiyo ni kwa ajili ya kulinda taarifa binafsi. Kwa hiyo ikitokea mke wangu au mume amepata taarifa ambazo zinaweza zikamwathiri mke wake kwa namna yoyote ile, na maana ni kosa. Na ndio maana sheria inaweka ulazima wa kuwa na kutumia nywila katika kifaa chako ili kila mtu, na ndio maana ni simu za mkononi, sio ya mezani kwamba kila mtu anaweza kuifikia. Ni simu binafsi ambao unaweza kuitumia wewe binafsi,
Kwa hiyo ni kosa ikitokea wewe umepata taarifa za mwenzi wako ukazitumia vibaya bila idhini yake, kwa sababu ndo unakuta huyo mtu anang'ang'ania apate simu ya mwenzi wake ili amfuatilie kwamba anafanya nini, lakini labda alikuwa anashika kwa nia njema, lakini bila kusudia akajikuta ameanza kupata taarifa ambazo hakupaswa kupata. Au anaweza akatumia simu ya mwenzi wake au kufungua na akapata taarifa ambazo sio kwa ajili ya zinaathiri tu mahusiano yao, lakini pia inaweza kuwa inaathiri usalama wa watu wengine au wa taifa kwa ujumla. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba kuna ulazima wa kila mtu katika kifaa chake cha kielektroniki au cha mawasiliano anatumia nywila kwa ajili ya ulinzi wa taarifa binafsi, lakini pia kwa ajili ya kuzuia mtu mwingine kuwezekana kuwa yeye ndo anatumia alafu ndo ukawa anapata madhara. Okay, asante sana. Ndani hapo wale ambao mmekuwa mkijiuliza kuhusu swala hilo mtakuwa mmepata majawabu. Japo kuna wale ambao mke anaforce lazima nijue password yako. Akijua anakubadilishia password, mtajua wenyewe, mtaongea. Tuachana. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, sasa hawezi akalazimisha sasa hapo atakuwa analazimisha kukiuka sheria kwa sababu kisheria ni kosa, lakini ukiingia kwenye upande mwingine unafahamu kwamba inakuwa vipi. Nataka kufahamu mtu afanye nini haki yake ya ulinzi binafsi inapokeukwa? Asante. Mtu anapogundua kwamba haki yake ya ulinzi wa taarifa binafsi zimekiukwa, moja kwa moja anatakiwa kuwasilisha malalamiko yake katika Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, ambayo ndio imeundwa kutokana na hiyo sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ya mwaka 2023, ambayo hiyo tume imepewa mamlaka ya kuchunguza, kuzipokea kwanza hayo malalamiko, lakini pili imepewa mamlaka ya kuweza kuchunguza kuhusu hayo malalamiko na pia kuweza kufuatilia na kuweza kutoa utekelezaji juu ya maamuzi ambayo yatapatikana baada ya au kutoa adhabu kwa pale ambapo inaonekana kwamba ni kweli imethibitika taarifa binafsi zimekiuka ambazo zimeweza kuathiri mtu. Okay, asante sana. Naongezea kidogo. Okay, naam. Ndio kwenye swala la ufuatiliaji au upelelezaji aliyozungumzia wakili mwenzangu, tume ikishapokea yale malalamiko inafanya upelelezi ndani ya siku 90. Ndani ya siku 90 itamtaarifu pia yule mlalamikiwa, kama ni data controller, kama ni data processor, yeyote mwenye dhamana hiyo atataarifiwa kwamba kuna malalamiko yameletwa hapa dhidi ya ukiukwaji wa utunzaji wa siri za taarifa binafsi, na naye ataleta utetezi wake. Lakini tume hiyo pia ina mamlaka ya kufanya shughuli nyingi, mfano kuitisha ushahidi, kuita mashahidi, kumuita mtu yeyote na kumhoji juu ya swala hilo, lakini pia kuingia tunasema katika premises au katika sehemu yoyote anakoishi au anakofanya shughuli zake huyu data controller au data processor, ili kuweza ndio mlalamikiwa ili kuweza kujiridhisha kwamba je, shughuli nzima za utunzaji wa taarifa binafsi za hawa wahusika, hasa huyu aliyekuja kuleta malalamiko, ukoje, na mwisho wa siku ndipo atatoa tunasema ni kama hukumu ya mahakama, lakini inayotokana na tume sasa, ambayo ile utekelezaji wake unatakiwa ufanyike ndani ya siku 21 tangu pale unapokuwa umetolewa. Sasa ndani ya siku 21 muhusika atakayeona kwamba maamuzi hayajampendeza ana haki ya kukata rufaa. Kwa hiyo inakuwa ni kama maamuzi mengine tu ya mahakama. Ni tume ambayo imepewa mamlaka tuseme ya kimahakama, kwa sababu ni kwanza ina uwezo ule tuliwahi kuongelea katika vipindi vingine nyuma kwamba tuna mtu kiasili natural, lakini tuna mtu kisheria. Sasa huyu ni mtu kisheria. Ile tume kwa jinsi ilivyoundwa ina uwezo kushtaki, ina uwezo kushtakiwa, ina uwezo kwa acquire property, yani kupata mali, kuzimiliki na kadhalika. Kwa hiyo vile vile hata ina uwezo pia wa kutoa maamuzi ambayo kama hujaridhika nayo nenda kayakatia rufaa. Well, wakili Shukuru. Naam. Unadhani Watanzania wana maarifa mengi kuhusu taarifa binafsi? Hapana, naamini kwamba wengi hawana, ndio maana tumeamua kwamba kupanga kuelimisha umma juu ya ulinzi wa taarifa binafsi.
lakini pia juu ya kufahamu taarifa binafsi, kwa sababu mtu mwingine hata huenda taarifa zake anazianika kwa sababu hajui kwamba ni taarifa ambazo zinapaswa kuhifadhiwa, lakini pia ambao hajui, wengine hawajui kwamba zinaweza kuwaathiri. Na tumekwisha kuona kwa kipindi cha nyuma kulikuwa na matukio ambayo yametokana na watu kuanika taarifa ambazo ni taarifa binafsi. Kulikuwa na watu wamekuwa wanaposti birthday zao, tarehe, mtu anaposti majina ya mume wake au ya mtoto wake yote fulani. Baadaye anakuja kugundulika ameathirika kwa namna fulani kwa sababu ya alipoandika zile taarifa. Na tukumbuke kwamba tulipokuwa tunaainisha kwamba taarifa binafsi ni nini, tumesema ni zile taarifa zote ambazo zinaweza kumbainisha mtu, uwepo umri, uwepo tarehe ya kuzaliwa, uwepo elimu yake, iwepo hali ya ndoa, iwepo uhusiano na mtu labda kama ni mwanaye au mume wake. Zote hizo ni taarifa binafsi. Sasa kama hujajua jinsi ambavyo zinaweza kukuathiri, ndivyo sasa hao wale wezi wanaokuambia mama fulani tuma hela haraka, kuna mtoto wako anaitwa fulani amepata ajali, kumbe wanataka kutapeli. Ndivyo zile taarifa unazozitoa ndio zinasababisha waweze kufanya hivyo. Wengine wanazipata kwenye mitandao ya kijamii, wengine wanazipata kwenye matukio ambao watu wanayaanika bila kujua mipaka ya jinsi ya kutumia hizi taarifa binafsi. Na ndio maana tumesema hapo kwamba moja swala lilozungumza wakili mwenzangu asema kwamba kama mtu aliyezitoa taarifa binafsi au aliyesababisha taarifa zako binafsi amezipata hadharani, hawezi kuwajibishwa na sheria kwa sababu wewe mwenyewe ndio umezianika. Sasa ukipeleka malalamiko yake katika tume ya taarifa binafsi, huwezi kupata suluhu, maana wewe binafsi ndio umeandika hizo taarifa. Wewe mwenyewe ndio umeandika tarehe yako ya kuzaliwa ni tarehe fulani, umeandika kwamba unaishi sehemu fulani, umeandika kwamba wewe una elimu fulani, umeandika kwamba wewe una mahusiano na fulani au umeolewa na fulani au una watoto fulani na majina yao. Kwa hiyo ikitokea umepata madhara kutokana na hizo taarifa, ukipeleka tume ya ulinzi wa taarifa binafsi, huwezi kupata nafuu au huwezi kusaidika kwa sababu wewe peke yako ndio uliyeanika taarifa binafsi. Na inaenda mbali zaidi kwamba taarifa wengine wanaanika hadi masuala ya miamala. Na tumeona siku hizi kuna wale wezi ambao wanatengeneza message kama ya kupata fedha. Nasema kwamba imethibitika umepokea milioni 6, alafu wanazituma kwenye akaunti ya mtu ambao ameshadukua akaunti yake. Sasa wale marafiki zake kama hawajui na wenyewe wanadukuliwa kiurahisi kwa sababu hawajachunguza zile taarifa na kujua kwamba mwenzao amedukuliwa. Sasa zote hayo ni kwa sababu ya kutokulinda taarifa binafsi. Lakini kama mtu umeweza kulinda taarifa zako binafsi kulingana na sheria na kulingana na matakwa ya wale wamiliki hivyo vifaa au watengenezaji, basi sio rahisi kuathirika. Lakini kama umetunza vizuri hautaathirika, na usipotunza ukianika taarifa huwezi kumlaumu yoyote kwa madhara yatakayokupata. Ndio maana tukaweka jitihada leo kuweza kuelimisha jamii juu ya ulinzi taarifa binafsi, lakini pia namna, kwa sababu imetokea pia juzi watu wakawa wanazungumza hasa wanauliza hivi. Wanasema hadi ukimposti mtu status lazima umuombe ridhaa yake. Na sheria hiyo ni taarifa binafsi. Unamposti wakili shughuli na nini, anafanya hivi na yuko sehemu fulani, hizo ni taarifa binafsi. Sasa kama sijatoa idhini mimi mwenyewe kuweza kupostiwa hivyo, hilo ni kosa kisheria. Lakini sasa ndio maana tunasema kwamba unapofanya vitu bora ufahamu kwamba ni mipaka yake ni ipi, kwa sababu ukitoa hujui wewe mimi naweza nikaathirikaje kwa taarifa yako unaoandika au kwa zile taarifa unazozianika kwa jamii. Asante sana. Sasa kwa kuzingatia kwamba ni kweli huo ni kweli usiopingika kwamba watu wengi bado hawana elimu ya kutosha kuhusu ulinzi wa taarifa binafsi. Sasa watu waliopewa dhamana ya kutunza taarifa binafsi, ni mambo gani haswa wazingatie ukijumuisha nayo kwamba watu wengi pia hawafahamu umuhimu wa kulinda taarifa zao? Watu waliopewa dhamana ya kutunza hizo taarifa, ni mambo gani haswa wazingatie? Naam, karibu. Asante ndugu mtangazaji.
cha kwanza cha kuzingatia ni kwamba wanapochukua taarifa za mtu binafsi, wampe taarifa la lengo, wamueleze lengo la kwa nini unachukua taarifa zangu. Mfano mzuri, unapoingia labda, kwa mfano tulipoingia tu hapa ofisini hapa, tunatakiwa kusaini, tuandike na namba za simu. Sasa hizo ni moja ya taarifa za, tunaandika majina kamili, unaandika ulikotoka, unaandika na namba za simu. Sasa hizo ni baadhi ya taarifa za binafsi. Kwa hiyo kitu cha kwanza, mtu wewe ambao unachukuliwa taarifa, fahamu lengo la kupatikana kuchukuliwa kwa hizo taarifa. Lakini cha pili, wewe unaochukua taarifa, mfahamishe mtu lengo la kuzichukua hizo taarifa zake, ili baadaye inapotokea anaenda kupeleka malalamiko yake, uweze kujitetea kwamba lakini nilimfahamisha na akatoa ridhaa ya kuchukuliwa hizo taarifa. Lakini kitu kingine cha kufanya ni kwamba wale wanaochukua taarifa za watu binafsi ambao katika mazingira fulani wanapata, ni muhimu pia wahakikishe kwamba wanazitumia kwa lengo husika ambalo wamezipata. Kwa sababu mimi unaweza ukaona niambiwa kwamba tunachukua taarifa zako kwa ajili ya usalama tu wa hapa, kumbe lakini unataka kupata takwimu zako na unazitumia kwa nyingine, kwa namna nyingine kibiashara. Kwa mfano unaweza kaenda, kuna kipindi cha nyuma niliwahi kwenda duka fulani, mtu akaniambia kanunulie simu. Nilipofika akaniambia naomba tupige picha. Nikamwambia kwani tupige picha? Si mimi simeshalipa hela, tupige picha ya nini? Akaniambia tunataka tu kupiga picha tu. Nikamwambia kwani mimi hatufahamiani wala sijawahi kuja hapa, tunapiga picha kwa nini? Kumbe yeye alikuwa anataka kwa ajili ya kufanyia biashara. Sasa mtu mwingine anaweza kafurahia tu akamwambia napiga tu picha ya kawaida, baadaye unashangaa hiyo picha yako inatumika kwa ajili ya biashara. Na ndio maana siku hizi watu wanatumia wanapatia pesa hizo. Unaweza ukapiga picha kwa post, naambia kuna tangazo la piga picha ya upost namna hii, utatumia utapata pesa au utashinda tuzo. Sasa ndio sababu tunasema kwamba basi zile taarifa wanazozichukua zitumike kwa manufaa walioyapata. Kitu kingine pia ni kuhakikisha kwamba zile taarifa zinatunzwa na hazitumiki kwa nia mbaya, na wahusika pale ambapo wanapata taarifa nyeti za watu kuhakikisha wametoa ridhaa yao kwa maandishi. Kwa sababu kama watakuwa na taarifa nyeti na hawajapata ridhaa ya maandishi, na maana wamepata hizo taarifa kinyume na sheria. Kwa hayo ndio mambo ya kuzingatia sana kwa wale wanaochakata taarifa, lakini pia kwa sisi jamii kwa ujumla tunapotoa taarifa zetu. Tuhakikishe tunajua zinatumika kwa lengo gani, lakini pia tuwe tumeridhia, tusije tukatoa baadaye ukaenda kulalamika kumbe ulisha saini kwamba sawa. Na baadaye unapoenda kulalamika na kweli taarifa zako zimetumika na kwa muda mwingine zimetumika kibiashara, lakini huwezi kupata kwa sababu hukuuliza. Lakini hata kama hukuuliza ulisha saini bila kujua madhara yake. Asante sana. Mtu binafsi ana haki zipi pale ambapo taarifa zake binafsi pale ambapo taarifa zake binafsi zimekiukwa, tuseme, au ana haki yake hasa ni ipi kwa mtu binafsi? Asante ndugu mtangazaji. Nafikiri tumeshagusia hilo awali wakati tunaelezea mengine ya awali. Kwamba ikitokea mtu taarifa amebaini kwamba taarifa zake binafsi zimepatikana kwa mtu mwingine au zimetumika pasipo kufuata utaratibu wa kisheria, anapaswa kwenda kulalamika katika tume ya ulinzi wa taarifa binafsi. Anapokwenda kulalamika kule, tume itachukua jukumu lake la kufanya utafiti au uchunguzi na taratibu nyingine zile ambazo tumetoka kuzielezea, na mwisho wa siku atapewa uamuzi wa tume kwamba ni kweli taarifa zimekiuka utaratibu, au utaratibu wa utunzaji wa taarifa binafsi umekiukwa au haujakiukwa. Kama ataridhika na uamuzi, sawa. Kama hataridhika, ana haki ya kukata rufaa. Lakini vile vile ikitokea kwamba imebainika kwamba haki zake ni kweli zimevunjwa, kwa maana ya ulinzi wa taarifa zake binafsi umekiukwa, inamaanisha kwamba vile vile tume lazima ijiongoze. Kwa sababu hukumu haitoki tu, hukumu inakwenda sambamba na adhabu. Na adhabu hiyo inaweza ikawa ni ya faini au inaweza ikawa ni ya kifungo cha jela tunasema. Ndio. Sawa. Nataka kufahamu, tume inaweza ikamuondolea sifa au
tuseme inaweza ikamzuia mtu ambaye amepewa nafasi au amepewa jukumu la kutunza taarifa binafsi, inaweza mazingira yapi tuseme ambayo tume inaweza ikayafanya kumuondolea huyo mtu mazingira ya kutokuendelea kutunza taarifa za mtu binafsi? Ni kweli tume ina mamlaka. Mwenye uwezo wa kutoa ndiye mwenye uwezo wa kupokea. Naam. Tume ndio inayotoa leseni kwa hao wenye dhamana ya utunzaji, ukusanyaji, utunzaji, uchakataji na mamlaka pia ya tunasema kudispose au tunasema kuziteketeza au kuzifanyaje. Baada ya kuwa umeshatumia kwa lengo husika, ni lazima pawepo na kitu kinaitwa namna gani sasa zile taarifa mtaziteketeza au zitaondoshwa au zitachomwa, zitafanywaje. Lazima utaratibu uwepo kwa yule aliyepewa dhamana. Sasa ikitokea aliyepewa dhamana ni data controller au processor au yule ofisa anayefuata chini yake kwamba amekusanya taarifa za mtu pasipo kufuata utaratibu. Kwa mfano, mtu amekuja amepata taarifa zako za tunasema vinasaba vyako au taarifa zako za bank statements za kibenki au miamala ya simu ya kifedha, amekuja ameipata pasipo kufuata utaratibu, pasipo kupata ridhio lako la maandishi au written consent tunasema, na pengine akazitumia kwa malengo ambayo wewe hujawahi kuridhia. Huyo mtu tume na mamlaka ikithibitisha kwamba ikiweza kubaini kwamba huyu mtu ni kweli kafanya hivyo, la amekiuka mamlaka aliyokuwa amepewa na tume inaweza kumnyang'anya ile mamlaka. Na ikampatia mtu mwingine yeyote, lakini mamlaka yale hayapewi tu kwa mtu. Unakwenda kuomba, ni lazima uombe na tume jiridhishe kwamba una vigezo vya kuweza kufanya shughuli ile, ndipo anakukabidhi dhamana hiyo. Kwa kuzingatia ulinzi binafsi wa taarifa za mtu, nadhani ni taratibu gani nzuri ambazo zinaweza zikawa ni rafiki kwa kila mtu kuweza kupata taarifa zake nyeti? Yani ikiwa labda kuna uhitaji wa hizo taarifa, aidha ni serikali inahitaji au kwa namna yote ile, ni nadhani ni taratibu gani nzuri ambazo zinapaswa kutumika katika kupata taarifa, especially pale ambapo ni taarifa nyeti zinatakiwa? Asante ndugu mtangazaji. Labda ninachoweza kurudia hapo kuzungumza, ili mtu aweze akawa ametoa taarifa zake lakini kulingana na sheria au bila kuathirika. Mmoja lazima afahamu kwamba taarifa kwanza zinachukuliwa na zinachukuliwa kwa lengo gani. Kwa sababu ukumbuke kuna sehemu zingine unafika lakini hauambiwi usaini mahali fulani, lakini ukiingia wameshapata picha yako na wanaiskani na wanapata taarifa zako huko hivi na hivi. Kwa hiyo wanaweza kazitumia hizo taarifa kwa namna yoyote. Ndio maana ukikuta majengo mengine umeambiwa kwamba hapa kuna CCTV camera. Kwa hiyo unapata notice kabisa kwamba hapa kuna CCTV camera. Kiasi kwamba unachokifanya hizo taarifa wao wanazipata. Wanapata image yako, labda wanapata unachokifanya unachokizungumza hapo kama sipo na vinasa sauti. Kwa hiyo kama mtu amepata taarifa, ameridhia hizo taarifa zichukuliwe, basi ni sahihi. Lakini kitu kingine, siku hizi kumekuwa na sherehe, watu wanaposti video, lakini zimekuwa zingine zikiwa za kudhalilisha, zingine zinakuwa zikitweza utu. Lakini watu wengine wanatumia kwa ajili ya kujibrand. Na watu wengine wanatumia kama ndo sehemu ya furaha katika social networks au katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kama wewe ambao unaandaa shughuli yako, unajulisha watu ambapo hawahitaji kuguswa na matukio ya kamera, mtakao upande huu. Au mkumbuke kwamba haya matukio yatachukuliwa na yatapostiwa labda katika mitandao ya kijamii au yatatumika kwa namna hii. Ili mtu anapokuwa ameridhia kupigwa picha au kuchukulia video ajue kwamba zitatumika, na akiridhia ni sahihi. Lakini isipokuwa hivyo ina maana itakuwa ni kinyume. Kwa hiyo moja ni taarifa zinapochukuliwa, anayechukuliwa taarifa afahamu. Lakini pia ufahamu lengo la taarifa na uridhie. Kama hautakuwa umeridhia, basi hizo taarifa zako zisichukuliwe. Kwa sababu kama unaenda benki wakakwambia unabidi uweke fingerprints. Kila popote utakapo sign utakwambia utaweka fingerprints. Kwa nini uchukue fingerprints za kwangu? Ukiwa umeridhia kufungulia account, kama hautataka basi usifungue account kama ni itakuwa lao la lazima. Lakini pia ukienda sehemu zingine, labda umefanya kazi ukalipa, wanaambiwa weka fingerprint. Sasa unaandika tu karatasi unaweka fingerprints.
maana yake ni kwa nini mnachukua, lazima wakueleze. Cha pili, mnachukua kwa matumizi gani, lengo ni lipi hasa, lazima wakueleze. Ili kama kila mtu anatoa taarifa zake kwa kufuata sheria, hakutakuwa na malalamiko sasa kwamba haki zangu zimekiukwa. Maana pale ambapo hujaridhia kutakuwa wazi kwamba hujaridhia. Lakini pale uliporidhia pia patakuwa wazi kwamba umeridhia na itathibitika kwamba, ili mtu anapotumia taarifa za mtu mwingine au taarifa zinapotoka bila ridhaa yake, inakuwa ni rahisi, kwa sababu kwanza utaratibu ni rahisi kufuatwa kama kila mmoja anafahamu. Na la mwisho ni elimu kwa kila mtu, kwa mchakata taarifa na kwa jamii kwa ujumla ambao sisi tunatoa taarifa. Tunapotoa taarifa zetu tujue kwamba kwa namna nyingine zinaweza zikatumika visivyo bila sisi kujua. Lakini kama tunafahamu kwamba hizo taarifa zitatumikaje, basi ni sahihi. Na ndio maana hata mtu akikamatwa kwa kosa la jinai na akaandikwa maelezo, lazima mwishoni aelezwe kwamba unajua kwamba hizi taarifa zitatumika mahakamani kama ushahidi na itakuwa sehemu ya kukuhukumu ikiwa umepatwa na hatia. Kwa zile taarifa zimekusanywa, lakini umejulishwa sababu ya kukusanya na pia na matokeo ya lengo la kukusanya hayo. Kwa hiyo kama tutakuwa tumeelewa, tumepata elimu, ndipo tukaridhia, basi hakuna tatizo. Ni nini adhabu kwa mtu anayekiuka utunzaji wa taarifa binafsi? Adhabu kwa mtu anayekiuka ulinzi wa taarifa binafsi, nilitangulia kusema kwamba inaweza ikawa ni fine au ni kifungo au kitu cha jela, ndio, au vyote kwa pamoja. Sasa kwenye kiasi inategemea na ni nani aliyekiuka utaratibu huo wa uhifadhi wa taarifa binafsi. Kwenye kiasi cha fedha, ikiwa ni tunasema mtu wa asili, yule ambaye ni natural person, fine ambayo atatozwa ni kiasi kisichopungua 100,000 shilingi za Tanzania 100,000, na ni kiasi kisichozidi shilingi za Tanzania milioni 20, ikiwa ni mtu ambaye ni wa asili au natural person. Lakini kwa yule ambaye tunasema ni body corporate, yule ambaye ni taasisi au kampuni, yule ambaye ni mtu kisheria, yule fedha atakayotozwa kama adhabu ni fedha za Kitanzania shilingi milioni 1 kima cha chini, lakini kwa kima cha juu ni bilioni 5. Kwa hiyo inaweza ikawa katikati kiasi chochote kuanzia milioni 1 mpaka bilioni 5, au vyote kwa pamoja kati ya hicho kiasi na kifungo atakachokuwa amepewa cha jela. Asante sana mtazamaji wa Sibuka TV. Ikiwa ndio kwanza unajiunga na sisi, hiki ni kipindi chako pendwa, kipindi cha sheria ambacho kipo kinakujia wewe kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 5:30 asubuhi mpaka saa 6:30 mchana, na marudio yake ni siku ya Jumapili kuanzia saa 5:30 asubuhi mpaka saa 6:30 mchana. Mada mezani ni ulinzi wa taarifa binafsi. Je, unafahamu kuhusu taarifa zako binafsi kwamba zina umuhimu na zinapaswa kutunzwa au zinapaswa kuwa ni siri yako, na endapo zitatoka basi zitoke hali kuna fahamu zinaenda kutumika kwa namna gani? Hapa katika kipindi hiki yako mengi ambayo tunajadili. Endelea kusalia na sisi hapa uweze kupata mambo kadha. Nataka kufahamu, tumeona kwamba tume iliundwa kwa mujibu wa vile ni 2023, si ndio? 2023. Sasa nataka kufahamu mpaka sasa kuna maamuzi ya mahakama yoyote yaliyowahi kuamua kuhusu ulinzi wa taarifa binafsi mpaka sasa? Mpaka sasa kuanzia sheria ilipotungwa, mpaka sasa hakuna maamuzi ya mahakama ambayo yaliwahi kuamua juu ya ulinzi wa taarifa binafsi, kwamba mtu ameenda mahakamani kashtaki, ikatolewa hukumu juu ya jambo hilo. Hakuna, katika rekodi hakuna. Na tunapozungumzia katika rekodi tunazungumzia mahakama za juu, kwa sababu mahakama za kumbukumbu au za rekodi tunasema huwa ni mahakama kuu na mahakama ya rufani. Hizi za chini huwa ni mahakama zisizokuwa za rekodi. Kwa hiyo licha ya kwamba hakuna hukumu yote iliyotoka baada ya sheria hiyo kutungwa, lakini kuna maamuzi ya mahakama ambayo yaliwahi kutoka miaka ya nyuma kabla ya mwaka 2023, ambayo kwa namna moja au nyingine, kwa sababu sheria bado haikuwa kwenye picha iliyopo sasa hivi, hatuwezi tukasema kwamba mashauri husika yalikuwa ni kwenye ulinzi wa taarifa binafsi. Yaani tunasema in a strict sense, hapana. Ni kwamba ni watu tu, mtu alipeleka, bwana nimehisi kwamba jambo langu limewekwa hadharani kwa siku utaratibu wangu,
Kwa hiyo walikuwa na namna zao za kuwasilisha mahakamani, lakini mwisho wa siku tukirudi katika ile maana ya hasa ya ile tafsiri ambayo ilikuwa imebebwa ndani ya ile kesi, tunarudi pale pale kwamba lililokuwa linalalamikiwa ni swala la ulinzi wa taarifa binafsi. Ni vile tu sheria sasa haikuwa imerasimishwa rasmi kwamba sasa kuna utaratibu ambao bunge limeshatoa mwongozo kwamba ndio huu unatakiwa ufuatwe. Huo umekuja kuwekwa katika misingi mwaka 2023. Asante. Kwa ujumla, kuna sheria zipi ambazo zinazohusiana na ulinzi wa taarifa binafsi kwa ujumla? Asante. Kwa ujumla, sheria kuu ya ulinzi wa taarifa binafsi ni Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 pamoja na marekebisho yake ambayo yamekuwa yakiendelea kufanywa. Lakini sheria nyingine ambayo ni sheria maalum sasa kuhusu ulinzi wa taarifa binafsi ni hiyo sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ya mwaka 2023 na kanuni zake mbili. Kanuni moja ya ukusanyaji na uchakataji wa taarifa binafsi na kanuni nyingine ni kanuni ya malalamiko katika tume ya ulinzi wa taarifa binafsi. Hizo kanuni mbili. Kwa hizo ndizo sheria kuu kwa kipengele cha ulinzi wa taarifa binafsi, ukiacha sheria zingine mbalimbali. Okay, asante sana. Na ni sheria gani nyingine yote inayoshabiana tunasema kimaudhui, I don't know, nitakuwa sawa nikisema hivyo, ya ulinzi wa taarifa binafsi kama mlivyotaja sheria ya mwaka 2023? Kuna sheria zingine nyingi, lakini baadhi ambazo naweza kukumbuka, kuna sheria ya fedha pia inazungumzia hilo swala. Lakini sheria yenyewe ya tunasema sheria ya NIDA kama niseme kwa ufupi, ambayo ndio inayounda NIDA, pia inaitwa the National Identification Act. NIDA ambayo ndio ni mojawapo pia watu wanaokusanya taarifa kwa ukubwa. Inatoa hilo swala pia. Lakini pia sheria nyingine ni sheria ya the Cyber Crime Act, sijui niweke Kiswahili kwa namna gani. Inazungumzia pia masuala ya ulinzi wa taarifa binafsi. Sheria ya uhalifu wa kimtandao. Na asante. Sheria ya uhalifu wa kimtandao pia ni moja ya sheria ambazo zinazungumzia masuala ya ulinzi wa taarifa binafsi. Na nadhani hizo ndo nazozikumbuka kwa haraka. Labda ndugu mtangazaji, kwenye ile aliloelezea wakili mwenzangu amechambua baadhi ya sheria hizo. Lakini labda kurahisisha, kwa sababu ziko nyingi sana hizo sheria. Na ili kurahisisha, turudi kwenye dhumuni hasa, sio dhumuni, turudi kwenye aina ya taarifa binafsi ambazo zinawekewa ulinzi. Tulitaja baadhi ya aina kama vile umri wa mtu, tukataja kuhusiana na vinasaba, tukataja kuhusiana na pia afya ya mtu na kadhalika. Kwa hiyo tukirudi katika hizo nyanja zote, utajikuta katika kila nyanja kuna sheria fulani specific inayosimamia nyanja husika. Kwa mfano vinasaba, kuna sheria inayohusiana na masuala ya afya. Kwenye masuala ya afya ya mtu kuna sheria ya HIV and AIDS Act. Kuna sheria ziko nyingi sana kulingana sana ni sehemu gani tunalenga kitu gani. Tukiingia kwenye masuala ya miamala ya kifedha, tunarudi kwenye kuna Financial Institutions Act pia inaweza ikagavana hilo swala. Kuna masuala sheria zote zinazohusiana na masuala ya kifedha. Hata ile tunasema the BOT Act, sheria ile ya Benki Kuu ya Tanzania, na yenyewe pia kwa namna moja au nyingine itaingia. Kwa hiyo kila sheria inadili na swala husika ambalo tukirudi, kwa sababu hizi sheria zimelenga kuboresha mahusiano kati ya watu. Na watu hawa ndio ambao taarifa zao zinatakiwa zilindwe. Kwa hiyo ile sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi tunasema ile ni general law, ni sheria ya ujumla kuhusiana na masuala ya ulinzi wa taarifa binafsi. Tukirudi kwenye sheria zile specific ziko nyingi sana. Kwa kipindi hiki hatutaweza kumaliza kutaja zote. Asante sana. Sasa twende kimataifa. Ni sheria gani ambayo walau ina acts vigezo vya ulinzi wa taarifa binafsi kama ambavyo kama ilivyo kwenye sheria yetu ya mwaka 2023? Asante. Pia kwa kuzungumzia sheria za kimataifa, kuna sheria mama ya kimataifa ambayo tunaita ni Universal Declaration of Human Rights. Tangazo kuu la haki za binadamu, ambao hilo linafahamika ndio kama linaanzia kubeba sheria zote za kimataifa. Kwa hiyo ni moja ya sheria, lakini
nakosa lugha ya Kiswahili ya kusema, lakini inaitwa International Convention on Civil and Political Rights. Hiyo pia ni moja ambao inatoa haki inayosimamia haki za kiraia na kisiasa. Naam. Mkataba wa kimataifa. Naam. Kwa hizo ndo moja wapo ambazo zinazungumzia, pamoja na zingine pia nyingi, lakini hizo ni baadhi ambazo tunazikumbuka kwa kati. Asante sana mtazamaji wa Sibuka TV. Tumekuwa na wakati mzuri wa kujadili mambo mengi kuhusu taarifa, ulinzi wa taarifa binafsi. Sambamba na kwamba bado tupo na changamoto kubwa ya watu wengi kutokufahamu umuhimu wa taarifa zao binafsi. Kama ambavyo umesema, nimekuwa ni kama nimekuwa surprised kidogo kwamba kumbe nikikuposti wakili bila ridhaa yako, nikikuishi happy birthday wakili wangu, basi nakuwa nimekosea kama sija kuinform wewe na ukanipa ridhaa ya bibi kukuposti, kukuweka status, kukuposti Instagram popote, kama ambavyo Watanzania wengi na jamii ambao imezoea kufanya hivyo, ikiwa ni ishara ya upendo ama kwa namna yoyote ile kusherekea kuzaliwa kwa mtu au kumpongeza katika mambo mengine yoyote. Kumbe kama huyo mtu hana taarifa, hiyo ni kinyume na taratibu na unakuwa haujamfanyia sawa. Ifahamike kidogo kwamba sheria hiyo sio kwamba hakukuwa na ulinzi wa taarifa binafsi, au sio kwamba hiyo concern haikuwepo awali, ilikuwepo. Lakini tutambue kwamba sasa hivi ukuaji wa sayansi na teknolojia ni mkubwa sana. Kwa hiyo hata wanasheria na wenye dhamana ya kubadilisha mifumo ya sheria kidunia, sio Tanzania tu, wameona kuna umuhimu wa hilo. Sasa hivi tuna kitu kinaitwa artificial intelligence, ambayo ukiangalia yale ni maroboti ambayo yanatengenezwa kwa mfumo wa yanakusanya taarifa. Binafsi sijawahi kutumia kitu kinaitwa ChatGPT na kisikia kwa wengine, lakini kwa wanaokitumia wanakuambia kwamba kuna wakati unaweza ukaandika kitu pale kuuliza taarifa fulani au swali fulani. Wakati unaweza kaingiza majina pale Lamek Mwinuka. Nipate taarifa kuhusu Lamek Mwinuka. Anaweza kaniletea taarifa zote za Lamek Mwinuka, lakini pale chini akaniletea swali. Akaniambia kwamba hizi ndo taarifa za Lamek Mwinuka. Kama una taarifa nyingine yoyote inayomhusu yeye, tunaomba utufahamishe. Kwa hiyo zile ni system au ni marobot ambayo yanatengenezwa. Kwa nini imeitwa artificial intelligence? Akili mnemba, kwamba ipo kwa ajili ya kukusanya taarifa. Ipo kwa ajili ya kukusanya taarifa kwa namna yoyote. Kwa hiyo unapoingia pale una search jambo lako pale, ndivyo ambavyo na yeye unampa taarifa. Kwa sababu ni kitu ambacho pengine alikuwa hakijui. Kwa hiyo kupitia wewe kusearch ndipo na yeye unamfahamisha. Sasa zile taarifa binafsi inavyotokea mtu kwa mfano amekupiga picha au amechukua labda cheti chako ni cha ndoa, ni cha kuzaliwa na kadhalika, akakipublish sehemu fulani. Sana katika hii mifumo sasa hivi tayari tunasema iko integrated. Unaweza kaingia kwenye Google ya kawaida au Instagram au wapi, lakini ile artificial intelligence ni kama vile imeshaingizwa kila kona. Yule robot yupo kila kona. Kwa popote pale ni rahisi sana ile taarifa kuchukuliwa na kumfeed yule robot au ile tunasema akili mnemba. Inakwenda kutumika vipi ile taarifa hatujui, kwa sababu tunasema developers, lugha ya KIT, developers hatuwajui au pengine tunawajua lakini malengo yao hasa hatuyajui. Kwa sababu tofauti na hivi ambavyo sheria yetu imeweka kwamba huyu aliyepewa dhamana data controller na kadhalika anatakiwa akueleze malengo kwa nini anakusanya taarifa yako. Kumbuka yule developer yeye yuko huko aliko. Amekutengenezea tu application fulani ambayo wewe una-access kupitia mtandao. Unapoingia ukaidownload ukaingiza kwenye simu yako, hujui inafanya mangapi. Kitendo tu cha kuidownload, hujui inafanya mangapi kwenye simu yako. Inakusanya taarifa ngapi. Baadhi ya zile application zinakwambia kabisa kwamba ili uweze kuitumia, ruhusu application hii access labda iwe na accessibility, tunasema iruhusu iweze kuzifikia labda picha zako, gari, kamera, mic na kadhalika. Sasa unapokuwa unakubali kwa uchu tu kwamba nataka application hii na mimi niwe nayo, kumbuka unampa accessibility, uwezo wa kufikia taarifa zako nyingi sana. Na tunajua siku hizi simu ya mtu ndo yeye. Kwa sababu vitu vyake vingi anavifanya kupitia simu, vile vya siri na visivyokuwa vya siri. Kwa hiyo ni swala ambalo serikali yetu pia imekaa ikalitazama na bunge likaamua kuchukua hatua kwamba tuwe na hii sheria ambayo inalinda. Na moja kati ya majukumu ya hiyo tume tusisahau
inafanya pia jukumu la tunasema la kutengeneza utaratibu katika level za kimataifa kwamba ni namna gani taarifa za mtu binafsi zilindwe. Inapotokea taarifa za mtu binafsi zinatakiwa cross, tunasema cross border relations. Tume ndio inayokuwa na mamlaka ya kuratibu. Kwa hiyo ina mamlaka makubwa, tuseme ndio yenye mamlaka yote kwa 100% kwenye swala la ulinzi wa taarifa binafsi. Kuanzia kuielimisha jamii, kuwasajili wahusika wenye dhamana, wanyang'anya leseni inapokuwa wamekiuka taratibu, vile vile kuzingatia ufuatiliaji wa mahusiano kati ya mtu na mtu, kati ya taasisi na taasisi, kati ya mtu na taasisi, na kati ya nchi ya Tanzania pamoja na nchi nyingine kwenye upatikanaji wa hizi taarifa, uchakataji na tunasema kudispose inapokuwa umeshamaliza kuzitumia. Lakini kingine ikumbukwe pia kwamba kuna mazingira ambayo wale waliopewa dhamana wanaweza wakapata taarifa zako pasipo ridhaa yako. Mazingira hayo ndo kama ile tulikuwa tumeyataja kwamba wewe umeshaka kwenye social media, yule ameona kule akizitumia tofauti au kwa namna ambayo uwezo kumlaumu kwamba ulizipataje. Lakini kuna mazingira ambayo ikitokea mfano kuna takwa la kisheria linalohitaji utekelezaji wa sheria fulani, uweze kudepend au uweze kutegemea taarifa zako binafsi, sheria hii haimbani yule mwenye dhamana kwamba lazima alinde taarifa zako. Ikitokea kwamba taarifa yako fulani, mfano labda unaishi wapi. Tutolee mfano siku hizi ukitaka kuomba kazi, ndio unaingiza taarifa zako za NIDA na zote zinatokea pale. Sasa huwezi ukaenda NIDA ukawaambia polisi, uende ukawaambia kwa nini mmepata taarifa zangu, kwa sababu ni takwa la sheria kwamba unapoomba kazi yao lazima wapate taarifa zako kamili, umri wako, unaishi wapi, unafanya kazi gani. Sasa kwa sababu ni takwa la sheria kwamba lazima ujitambulishe ndipo uweze kufanya hivyo, uweze ukawalaumu. Sasa kuendelea. Asante. Wakili mwenzangu amezungumzia vizuri, ameongezea vizuri hapo kwamba sasa ni tunarudi pale pale kwamba sheria tunasema imewa-identify wahusika ambao wana dhamana. Lakini kwangu mimi ukiniuliza zaidi nitakwambia kwamba jukumu kubwa analo mmiliki wa taarifa. Kwa sababu wewe ndio unayejua kipi uruhusu, kipi usiruhusu. Hata kama sheria imetoa mwanya kwa wale wenye dhamana kutumia taarifa zako baadhi pasipo ridhaa yako au pasipo wao kukuuliza, basi hakikisha taarifa ambazo unaziweka available kwao au kwa mamlaka nyingine au kwa watu wengine zisiwe zile ambazo zitatweza utu wako au zitakuharibia kwenye usalama. Ogopa sana sehemu ambayo unakwenda kuomba kazi, uliambiwa utume CV, alafu unafika kwa ajili ya tunasema oral interview, ule mtihano majadiliano, usaili wa majadiliano. Umekaa mezani na mwajiri au yule aliyepewa dhamana ya kuajiri, amekaa na kompyuta yake na kusikiliza. Alafu baadaye unamaliza kujieleza na kugeuzia kompyuta yake. Anakuambia lakini kwa mtu huyu ninayemuona hapa sidhani kama tunaweza tukakuajiri. Unakuta ana page yako labda ya Facebook au ya Instagram au ya nini. Siku hizi tunaona watu wengi wanapenda kupost vitu ambavyo hajui madhara yake kesho kutwa. Ni vile kwa sababu ni peer pressure, makundi haya na kadhalika. Lakini ndio maana tume imepewa ile jukumu la kuelimisha watu kwamba kuna umuhimu wa kulinda taarifa binafsi, lakini vyema kila mtu akatambua kwamba sio kila kitu cha kuweka. Ndio maana pia kuna watu unaweza kuwaalika kwenye sherehe. Harusi yako umefunga, ndoa yako umefunga, unasherehekea harusi. Kuna watu utawaalika na watakuchangia mchango mkubwa tu. Watakuja pale, watafurahi kila kitu kama inavyotakiwa kwenda, lakini kisa kwenye swala la picha atakwambia no. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu wanavizuia. Vingine ndio wanaweza wasiwe na tunasema vision, wasiweze kuona hapo kwamba inaweza ikaleta madhara gani, lakini wanajua kwamba hivi vitu siku hizi kuna vitu vingi, teknolojia imekuwa, na ndio maana nimerudi kwenye swala la teknolojia. Mtu anaweza kutumia video yako fulani au picha yako ikatumiwa na hii akili mnemba zikawa modified kwa namna ambayo ukija kuoneshwa utasema mbona sijai kushoot hii video, lakini ndio wameshaitengeneza na inaonyesha kwamba ni wewe. Lakini kulingana na taarifa au baadhi ya vionjo ambavyo uliwahi kuwapa vinavyohusiana na taarifa zako. Kama kingine tu kwa kuongezea hapo, amezungumzia mwenzangu kuhusu masuala ya kimataifa. Moja ya kitu ambayo hii sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi inaweka takwa la kwamba mtu anapotaka kutoa taarifa za watu binafsi ndani ya nchi ya Tanzania lazima apate ridhaa ya serikali kabla hajatoa, kwa sababu kumekuwa na hayo matumizi. Ukumbuke hizi simu au
hii mitandao tunayotumia wamiliki sio wa Tanzania, na wanatumia taarifa zetu kwa ajili ya biashara. Na umewahi kusikia pia kwamba unatumiwa message kwamba jiunge kwenye linki hii ili uweze kufanya biashara hivi, na zile taarifa unapozituma na maana nasema ni za commercial. Wewe unadhani kwamba ni kitu cha kawaida, lakini wao wanatumia huyu mtu anaweza kutumia fedha kiasi hiki kwa mwezi, anapenda kwenda sehemu hizi, anapenda kufanya hichi, wanapata hizo taarifa. Na kuna kitu amekifanya kwenye hizi simu zetu anaita user design. Kadri unapotumia simu hii inawaambia huyu mtu ana uwezo wa gharama hizi, huyu mtu ana fedha kiasi hichi, kwa sababu moja, wewe huenda labda unatumia Bolt. Kila siku na Bolt kwenda Serena, inamaanisha una uwezo mkubwa wa fedha. Kila siku na Bolt kwenda uwanja wa ndege. Haiwezekani kwa mtu labda hauna fedha afu naenda uwanja wa ndege. Sasa wale watumiaji wa hivyo vifaa wanatumia kwa ajili ya biashara, lakini sisi kwa muda mwingine hatujui. Na ndio maana kwa mara nyingine unaweza ka Bolt, mimi ni ka Bolt, huyu ka Bolt. Lakini kama mimi nina kifaa cha gharama ndogo, nitapewa gharama nafuu, na wewe utapata gharama nyingine, na huyu atapata gharama nyingine. Ni kwa sababu ya zile taarifa tunazoziweka au tunazoziruhusu ziweze kupitia. Kumbuka na hizi application mwenzangu ametoka kusema zinakuambia ruhusu access message, ruhusu access namba za simu. Sasa kama hizo taarifa hatuzizuii, ndio maana serikali kaweka hivyo kwamba mtu anapotaka kupata taarifa zetu na kuzipeleka nje lazima apate ridhaa ya serikali na ieleze sababu za hivyo, kama vile ambavyo ingepata, kwa sababu huenda mimi nikaidhinisha taarifa zangu, lakini serikali ikitoa hizo taarifa zikienda itakuwa sio salama kwa taifa au kwa nchi. Ndio maana iko vitu kama hivi. Naam, mtazamaji wa Sibuka TV, hivyo ndivyo ambavyo tunahitimisha mjadala wetu kuhusu ulinzi wa taarifa binafsi. Yako mengi natumaini umejifunza katika mazungumzo haya nikiwa na mawakili wangu wasomi. Mambo mengi najua mengine yamekushangaza, lakini ndivyo ilivyo. Wenyewe wanasema internet never forgets. Chochote unachokiweka mtandaoni ujue kabisa kwamba mitandao haisahau. Internet never forgets. Kwa hiyo ujue hata kama wewe hautakiona leo, lakini jua kuna sehemu kimehifadhiwa na inaweza kaja katumika kwa matumizi mengine yoyote. Kwa taarifa zako ni za muhimu sana. Chunga sana usiwe mwepesi wa kutoa taarifa zako. Lakini kama zinatoka basi ujue kabisa kwamba zinatoka kwa ajili ya matumizi haya na zinapaswa kutumika kwa ajili ya matumizi hayo tu na si vinginevyo. Langu jina ni Lameck Friends Mwinuka. Hii ni Sibuka TV. Unaweza kutupata katika mitandao ya kijamii Instagram, YouTube, Facebook kwa jina la EAGT Sibuka TV. Utatupata vizuri, lakini pia Azam Dish other channel namba 001 barabara kabisa tutapata pale, na vipindi vyetu vingine vyote utapata kuvifurahia. Karibu sana katika kutazama vipindi vingine vijavyo. Endelea kufurahia Sibuka TV. Bye.